La mwisho hatutakuwa na mwimbaji au kwaya. Baada ya wasilisho la mwisho tutasikia wimbo kutoka kwa Muhas. Anayefuata hivi sasa ni kaka Joseph Nkia. Yeye atakuja kutuambia ni jinsi gani uhuru ulivyoleta mabadiliko katika maisha yetu na kuathiri maisha yetu ya kiroho. Kaka Joseph Nkia, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama una furaha punga mkono. Mimi ninayo furaha. Furaha hii nimetoka nayo mkoani, nimekuja nayo Dar. Bwana asifiwe. Ninaenda kuwa na mada hii. Kwa kweli tuko kwenye workshop au karakana ya unabii. Na unabii huu wa Biblia ni kuambie tu tunaenda kujifunza chini ya mada kuu ambayo ni freedom redefined. Yaani uhuru watafsiriwa upya. Tutaenda kuangalia unabii wa Biblia alafu tunatumia miwani hii. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba nikuahidi kwamba unabii wa Biblia kama umekuwa ukihisi ni mgumu, leo sina hakika kama utakuwa mgumu kama ambavyo umezoea. Bwana asifiwe. Hebu kama tuko pamoja punga mkono. Bwana wabariki sana. Tunaenda kuangalia unabii kuhusu hali ya sasa ya dunia na mapinduzi yanayojia ulimwengu. Tunaenda kuangalia mambo kadha wa kadha, na ni kuarifu tu mapema kwamba somo hili liko katika maandishi, na ninaamini uongozi wa Alabaster Box Ministry utahakikisha ya kwamba somo hili linawafikia. Kwa hivyo yako mambo ambayo ukitaka kuyafahamu kwa undani utasoma katika andiko hili ambalo limejaribu kueleza katika lugha rahisi kabisa. Kwa hivyo yako mambo yako hapa ndani ili andiko, ukipata nafasi ya kulisoma litatumwa, litakuwa shared na kila mtu ataweza kusema. Na tunaenda kuangalia sasa nini maana ya kuishi kidunia. Na kwa kweli workshop hii ya unabii leo ni kuambie tu tunaenda kuangalia kwa nini hali ya kimaisha sasa hivi ukiangalia kwenye jamii kuna mtindo wa maisha unaozidi kukua sana, unamweka Mungu pembeni hatua kwa hatua na kwa hakika. Angalia nyimbo miaka ya 70 80, nyimbo zilizokuwa zinaimbwa nyewe kama mnaweza mkaingia tu Google ukasearch hata nyimbo tu za kidunia. Tunaelewana jamani? Zilizokuwa zinaimbwa na wazee miaka 70 80 90, utafananisha na nyimbo hizo za kidunia za leo hii, hivi vinafanana jamani? Ukisikiliza wimbo kama huo wa zama hizo unaofahamu wewe na huo wa zama hizi, hivi vinafanana jamani? Si unaona kabisa ukiusikiliza ule unaweza ukafanya namna ukaenda kanisani ukiwa bado kidogo maadili yako karibu na wewe. Tuko sawa? Lakini hizi za sasa hivi ukisikiliza ukaenda kanisani, si unaona kabisa umeshaachana maadili, unaenda kanisani mwili tu. Si ndio jamani? Sasa tunaenda kuangalia kwa nini jamii sasa hivi tunapoongea hapa tulivyokaa hapa hivi tulivyo hapa, achana na watu wa huko mbali wanaopita kule nje, sisi tulioko hapa. Kwa nini hata sisi tuliokuja hapa tuna kiu ya neno la Mungu, lakini kiukweli tunapitia changamoto kubwa sana kuishi maisha ya kidini. Mada kuu ya workshop hii ni Rise of Secularism. Ningeweza kuongeza Death of Authentic Religion. Yaani kukua kwa mtindo wa maisha usio wa kidini, halafu kufa kwa dini ya kweli. Bwana asifiwe. Sasa kifo hiki cha dini ya kweli ni kifo hatari kwa sababu si rahisi kujulikana kwamba kimetokea. Sasa twende angalie mambo ambayo tutajifunza. Naomba nikuarifu tu kama ulikuwa una ratiba na unataka kuondoka na usifuatilie YouTube, naomba nikujulishe nini utakosa. Tunaenda kuangalia nini maana ya kuishi kidunia, secularism tutaitafsiri, na kisha nitakupatia dodoso ya kufurahisha kwa kweli. Na kuahidi itakuwa kufurahisha kuhusu kitabu cha Ufunuo, na nitakupa pia mbinu moja nzuri sana ambayo hata wewe ukifunua kitabu cha Ufunuo ukiwa mwenyewe nyumbani unaweza ukaona namna ya kuconnect dots uweze kukielewa. Bwana asifiwe.
Jamani, Bwana asifiwe. Lakini pia tutaenda kuangalia sasa hapa nilivyoandika. Wacha nikusomea nilivyoandika hapa, huenda ikawa inavutia zaidi hii. Fahamu utabiri kuhusu wimbi la ukana Mungu. Baada ya hapo tutaangalia hali halisi leo yatabiriwa. Nitatumia muda mwingi hapo. Alafu tutaona kwa nini secularism inazidi kushika kasi. Kwa nini mtindo wa maisha unaomfukuza Mungu maishani duniani pote, kwa jamii yote, kwa nini unazidi kushika kasi? Tutaenda kuona mambo mengine ambayo unayafanya kila siku, mambo unayofanya kila siku, na utaona kabisa somo hili linahusiana na maisha ya kila siku. Na mwisho tutaenda kuangalia mapinduzi makubwa yanayojia ulimwengu na jinsi yatakavyotokea. Sasa wapendwa, naomba niwape tahadhari ya kwamba tuko katika siku za mwisho. Hiyo ni tahadhari kwa watu ambao wampendi Mungu. Alafu niwape habari njema ya kwamba tuko siku za mwisho. Hizo ni habari njema kwa wanaompenda Mungu na wanaomsubiria Yesu Kristo arudi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukachagua kwamba tuko siku za mwisho ni kitu cha kutisha au ni kitu cha kufurahisha. Bwana asifiwe sana. Sasa wapendwa, naomba niwaambie ni nini maana ya kuishi kidunia. Sijapata nguvu za kuendelea mpaka tuombe. Fumba macho tuombe. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Ninakuomba katika muda huu useme nasi sote. Ninakuomba sote tuelewe kabisa mada hii, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nini maana ya kuishi kidunia? Nguvu zimekuja sasa. Hapa kwa muhtasari tunaenda kuangalia tafsiri sahihi ya mtazamo wa maisha ya kidunia, yani secular thinking, katika muktadha wa unabii wa Biblia. Kuna vitu vya kushangaza sana ambavyo nimegundua nikiwa nafuatilia mada hii. Labda nianze na hiki. Watu wengi bila kujali dini, dhehebu, kazi, hadhi, kabila, lugha, mtazamo na fikra, wote wanaingia hapa. Kwa lugha rahisi, kila mtu anahusika. Hata kama kuna mtu anapita pale nje akaamua kusimama asikilize hili somo, linamhusu. Kama uamini, sikiliza. Kuishi kidunia kwa lugha rahisi, tunaenda kuangalia maana ya kuishi kidunia ni nini. Maana ya kwanza kabisa ni kuishi kwa kujiachia, bila kuongozwa na maelekezo kutoka kwenye ulimwengu wa kiimani au wa kidini. Vitabu hivi vinavyotupatia mwongozo wa kidini na maadili vinachukiwa kwa sababu vinatubana. Yaani kufikiri kidunia ni kwamba ukisikia maelekezo, kwa mfano yaliyotolewa kuanzia na Daktari Nixon kuhusiana na namna ya kudhibiti swala la manunuzi na upataji vitu na utumiaji, unaona kama mbona tunabanwa hivi? Hiyo ni secular thinking. Unaona kama unabanwa. Pastor Jonathan Shasta anakuja kufundisha masuala ya familia na mpango wa Mungu kwa familia, unaona yanatubana mno. Dr. Yonazi ndo kabisa, yani mimi naumwa nikae nisikilize mwili unasemaje, niache kutumia dawa. Tunabanwa mno, mna masheria mno. Hiyo ni secular thinking, ni kuishi, ni kufikiri kidunia kana kwamba maelekezo ya Mungu yanatubana. Tafsiri ya kwanza hiyo. Tafsiri ya pili inatolewa na profesa mmoja anaitwa John Paulian. Ameandika sana kuhusu kitabu hiki cha Ufunuo, na yako mambo mazuri ninakubaliana naye anayaandika. Tunaona tafsiri nyingine inatuonyesha kuishi kidunia, kwa maneno mengine, hakuna kitu chochote ambacho kinachangia wewe ulivyo ambacho ni zaidi ya nguvu ya kibinadamu. Yaani kama unielewi ni kwamba, kwa mfano kama mimi ni mtu mkali, sitamtolea mtu mfano, mimi hapa kwa mfano, mimi ni mtu mkali na hasira, kama mimi niko hivyo ni kwa sababu ya nilivyokuzwa na wazazi wangu. Kama mimi ni tajiri ni kwa sababu wazazi wangu ni matajiri, au nafanya kazi kwa bidii na nimejipata. Hakuna kinachohusishwa kabisa na Mungu kuingilia kati. Kwa hivyo kama ni hivyo, sina haja ya kutoa zaka na sadaka. Sasa Mungu wa nini? Si nimepambana nimepata. You reap what you sow, unavuna unachopanda. Hiyo na yenyewe ni secular thinking. Ina ukweli ndani yake, ila sio ukweli wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na sasa katika aina hii ya kufikiri tunaona kwamba kila kinachonitokea
au nitajuaje kwamba hiki ni ukweli? Ninaupima ukweli kupitia milango ya fahamu. Ninaona, ninasikia, ninahisi. Hivyo vyote vinatumika kuupima ukweli. Ukiona unaanza kuupima ukweli kwa hisia, hivi li somo la Dr. Nixon ni nzuri, I feel good kusikiliza, basi hili ni nzuri. Pastor John huyu, ila ni nzuri. Dr. Yonazi na madawa na tukataza, hili ni baya. Yaani unaupima ukweli kwa kutumia hisia. Jua unawaza kidunia, hauongozwi na Mungu. Bwana asifiwe. Lakini pia kitu kingine kinachotambulisha kufikiri kidunia, yani secular thinking, ni dhana nzima ya kujitawala. Katika jitihada za kutafuta maana ya maisha, mtu ambaye anatamani kutawala maisha yake anaweza kuamua kuishi akizingatia kwamba atazikwa vipi, nani atanizika. Yaani mtu anaamua kwamba niishi vizuri kwenye jamii, si kwa sababu nimpendeze Mungu, bali kwa sababu nitazikwa na nani. Au niishi hivi ili niweze kupata mchumba kwenye ile kanisa, kwa sababu nikiwa mtu ambaye sina maadili nitakosa mchumba. Lakini pia mtu anaona kwamba akipata kazi nzuri, ndoa imara, akikuza kipaji chake kama uimbaji na vipaji vingine vya kimichezo, anaona ndio maisha yanakuwa na maana. Kwa maana hiyo basi tunaona masomo, wasilishaji wengine wote walikuwa natoa utangulizi wa somo hili. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu wengi wanaona kupata vitu ndio kunayapa maana maisha. Kwa hivyo sitaeleza kwa undani kwa sababu tumeshasikia wasilishaji wengine. Dhana nyingine inayoelezea kufikiri kidunia au kuishi kidunia ni relativity. Dhana hii inatuonyesha kwamba ukweli unabadilika kulingana na mazingira. Kitu kinaweza kuwa ukweli leo na kisiwe ukweli kesho. Kinaweza kikao ukweli kwangu, kisiwe ukweli leo. Truth is relative, not absolute. Kwa watu wengi leo wanaamini kwamba yani nyinyi wa Sabato, okay, muabuduni Mungu, piteni hiyo njia yenu ya usabato. Mimi ninapita hii yangu ya Jumapili, tutakutana wote mbinguni. Hiyo ni fikra si ya kidini, ni fikra ya kidunia. Bwana asifiwe. Ukiona kwamba yani Pastor John au mafundisho yako ya mpango wa Mungu kwa familia, wewe nenda nayo, mimi napita kwangu, tutakutana mbele kwa Mungu. Hizo ni fikra za kidunia. Bwana asifiwe. Hebu kama tunaelewana punga mkono. Unajua ni vizuri ukiwa unaongea afu watu wanakuelewa. Bwana asifiwe. Dhana nyingine inayotuonyesha kwamba unafikiri kidunia ni temporality. Yaani maisha ni mafupi. Nikiwa natoka huko mkoani maporini ninapotokea, nikapanda usafiri mmoja, nikasikia mtu mmoja amekaa mbele yangu anasema maisha ni mafupi. Nikishuka hapo nikute bia 8. Akazitaja kwa majina. Maisha yenyewe mafupi. Hiyo ni aina ya kufikiri kidunia kwamba maisha ni mafupi, twanga raha, hauishi mara mbili. Na wanafundisha kwamba hakuna kuishi tena. Na sasa naomba niwachokoze kidogo. Kama unaona wewe uko salama, nikuchokoze kidogo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waandishi niliwapenda sana Stark Road na wenzake kwenye kitabu chao Secularization, Revival and Cult Formation. Wanajenga hoja kwamba utabiri kuhusu kushamiri kwa secularism, yani mtindo wa maisha uliopo, kumechanganya vikundi vya dini na dini. Yani leo hii ukisema dini haieleweki. Vikundi vya dini vinaonekana ni dini. Sasa naomba niwaambie ukweli wazi wazi, ukichukia chukia afu utanisamee. Dini ni hii ninayoeleza maana yake. Dini ni njia. Soma Biblia yako yote, afu utafika Ufunuo 14, samahani, Ufunuo imenikaa sana kichwani. Utafika Yohana 14 mstari wa 6, Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na nini jamani? Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia. Yani Yesu ndiye njia. Kama unapingana na Yesu na mafundisho ya Yesu, hauko kwenye dini sahihi, ila uko kwenye kikundi fulani cha kidini. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye njia, tunapaswa kumfuata yeye. Sasa basi, mtindo huu wa maisha unaomkataa Mungu au unamkubali Mungu kimgongo, alafu kwa mbele tunakumbatia vitu tunavyovipenda vinavyopingana na Mungu, vinatengeneza uamsho na kuzaa vikundi vya kidini kama athari za muda mfupi. Vinazaliwa vikundi vya kidini kama athari za muda mfupi. Kwa sababu watu hawa ambao wanaishi maisha ya kidunia bila kumfuata Mungu hawapendi kuonekana ni wapagani. Wanapenda kuonekana wenyewe na dini fulani. Wanapenda kautambulisho hako kwamba mimi ni wa dini fulani. Tuko sawa jamani? Lakini si lazima wawe committed kwenye hiyo dini. Na sasa
Kwa athari za muda mrefu madhehebu yanatengenezwa. Kwa hivyo kuna madhehebu leo yapo kama matokeo ya ukumbatiaji wa secular thinking, kuishi kidunia. Na unaweza kuona kwamba mimi mbona naenda kanisani? Sasa kuna shida gani unatuambia tunaishi kidunia? Mimi mbona naenda kanisani, tunasali, tunarukaruka, tunaomba? Hilo kanisa lilizaliwa na ukumbatiaji na uendekezaji wa mtindo wa maisha ambao umejikita katika kufuata mwili na si neno la Mungu. Sasa labda niwagusie kidogo kwa kifupi sana kwenye kitabu cha Ufunuo tupate muktadha wa unabii. Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 14 hadi wa 16. Ninajitahidi kwenda kwa haraka lakini niko makini nieleweke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mniombee lengo langu hilo liweze kutimia. Ufunuo 3 mstari wa 14 hadi wa 16 unasema, nitaisoma nikiamini tuko pamoja. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliyeamina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu, na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Complacency, kuridhika. Naomba niendelee kusoma. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Sikiliza kwa makini kwa sababu sitafafanua sana. Limeze tu ili kama lilivyo. Wala sina haja ya kitu. Nawe ujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi, na kupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Ukisoma hili andiko utaona kuna sehemu nimepigia mstari, na zenyewe ni kama ifuatavyo. Kwanza ujue ujumbe huu unahusu kitabu cha Ufunuo kilichoandikwa kwa Wakristo wa zama zote. Muktadha wa awali ukiwa ni kanisa la Laodikia. Lakini kwa njia ya utafsiri wa kitabu cha Ufunuo nitakueleza hivi punde, tuna kitafsiri tumekuwa kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatupa ushauri ya kwamba tufuate neno lake kwa ujumla. Sasa kitabu hiki cha Ufunuo niliwaambia nitawapa dodoso ambayo nilisema itakuwa ya kuvutia. Tuone kama itakuwa ya kuvutia. Ngoja nijaribu. Si mtaalamu sana kufanya mambo yanayovutia, lakini wacha nijaribu. Kitabu cha Ufunuo pacha wake ni kitabu cha Danieli. Tuko sawa mpaka hapo? Ili ivutie inabidi wewe unafuatilia. Kitabu cha Danieli, hapana. Kitabu cha nini nilianza nacho? Cha Ufunuo pacha wake ni nini?
Sasa kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli nitavifafanua, kitabu cha Ufunuo kwa maneno 4, alafu kitabu cha Danieli kwa maneno 2. Naamini yanavutia. Hebu sikiliza. Kitabu cha Ufunuo kwa maneno 4, kwa kweli huu ni utafsiri nimeuchukua kwa Pastor Mark Finley. Si magunduzi yangu. Alitoa utafsiri huu ambao ninaupenda sana. Kitabu cha Ufunuo kwa maneno 4. Kama ukielewi kabisa na ukielewi, shika haya maneno 4. Yesu anashinda, shetani anashindwa. Si ni 4 hayo? Turudie wote jamani. Yesu anashinda, shetani anashindwa. Kwa maneno 4 hayo umekifahamu kitabu cha Ufunuo. Sema amina. Haya, kwa maneno 2 tunaenda kukifahamu kitabu cha Danieli. Mungu anatawala. Hebu tuseme wote. Mungu anatawala. Ukiona kuna maumivu makubwa maishani, mpaka unahisi hakuna haja ya kumwabudu Mungu, unaona uishi kidunia, unaona hakuna tofauti ya kumcha Mungu na kutomcha Mungu, kwa sababu kama ni mambo mabaya na kupata tu, umefanya mtihani, umejitahidi kweli? Umejitahidi kweli kumtii Mungu, ukitegemea kuna baraka fulani itakuja, alafu unashangaa mambo mabaya na kutokea. Aidha umeandamwa na misiba, umaskini, ufukara, kudharauliwa, kukosa malengo yako, kufeli katika mipango yako, kuachwa. Kuachwa. Hiyo kuachwa hiyo. Afya imekuwa mgogoro, unauguza. Mna changamoto ya kifamilia, huenda unatoka kwenye familia ya mzazi mmoja, umeishi kwenye maumivu makali na unaona kana kwamba Mungu hajali. Unaona kana kwamba hivi kuna haja ya kujikita kweli kumcha huyu Mungu. Naomba nikuambie ya kwamba Mungu wetu hapimwi kwa vigezo hivyo, anapimwa kwa neno lake, na anasema Mungu anatawala. Kitabu cha Danieli kinatuambia ukiona vurugu zimekuwa nyingi hata kwenye maisha yako binafsi, unaona kuna Babylon, kuna confusion, jua yuko Mungu anayetawala, mng'ang'anie Mungu. Bwana asifiwe. Hakuna usalama nje ya Mungu. Alafu ukiona kana kwamba mambo yanaenda mrama, hata kama umekaa hapa kuna kitu chako unaona kinaenda kuzama kabisa, jua mwisho wa siku Yesu anashinda, shetani anashindwa. Mng'ang'anie Yesu. Ushindi uko katika Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, kunao ufafanuzi wa sura kwa sura ambao tumeuandaa. Ukipenda kusoma hilo andiko utalipata, na ni sentensi 2-3 tu unafahamu kila sura ya kitabu cha Ufunuo kinasemaje. Lakini kwa sasa hatutafanya hayo, kwa sababu tutafanyaje hivyo na wakati mambo haya hayajasemwa? Kitabu cha Ufunuo kinaweza kueleweka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba niwaambie ya kwamba uhuru, nilikuwa naongea na mtu fulani nikaa nawaza, sikumaliza kuwaza. Kwa hivyo ninachokisema hapa sikumaliza kuwaza. Hem, tuwaze pamoja. Kati ya mambo haya mawili mniambie, kipi kimepotoshwa zaidi? Maana yake imepotoshwa zaidi. Cha kwanza upendo, cha pili uhuru. Ni kitu gani kimepotoshwa zaidi maana yake? Nyosha tu mkono mtu yote aseme tu. Chagua tu jibu lako. Haya, wanaosema uhuru nyosha mkono, ndio umepotoshwa zaidi, nyosha mkono. Wanaosema upendo nyosha mkono. Wanaosema tumeshiba tunakuelewa tuendelee tu. Bwana wabariki sana. Kwa kweli siwezi kuamua ni kipi kimepotoshwa zaidi, lakini uhuru umepotoshwa zaidi. Makanisa yamechukua mamlaka ya kukitafsiri kitabu hiki kama yanavyotaka. Kwa mfano, wako wanaokitafsiri wanatumia njia moja inaitwa preterism. Njia hii kimsingi ilibuniwa na Jesuit anaitwa Luis de Alcazar, ambaye alibuni njia hii na kusema kimsingi kitabu cha Ufunuo, mambo yote yaliyoandikwa kwenye hicho kitabu yalishatokeaga huko zamani, kipindi cha Yohana. Yaani sisi haituhusu kabisa. Hiyo ni njia potofu. Bwana asifiwe. Huna uhuru. Hakuna kanisa lina uhuru wa kukitafsiri hiki kitabu kwa namna hiyo. Njia nyingine ni njia inaitwa futurism. Hii ilibuniwa na PhD msomi kabisa. Aliandika kitabu kikubwa sana kwa Kilatini cha kuchambua kitabu cha Ufunuo. Anaitwa Francisco Ribera. Alikuja na njia hii na anakuambia mambo yote yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo yatatokea huko miaka 3.5 kabla Yesu hajarudi. Haijulikani, ni cha mwisho huko, kwa hakina maana.
Naomba nikuambie, uhuru tulionao ni wa kufuata kanuni sahihi za utafsiri wa kitabu hiki. Kwa sababu tunaongelea unabii, ama sivyo jamani? Si ndio? Kwa hivyo tunaongea kitabu cha Ufunuo. Tunatumia njia inaitwa historicist au historicism. Njia ya kufuata historia. Inaitwa njia ya kihistoria. Sitaielezea kwa undani. Lakini ukitaka kuelewa vizuri, fuatana nami sasa tuone. Utabiri kuhusu wimbi la ukana Mungu. Utabiri kuhusu wimbi la ukana Mungu. Ninaelewa kwamba tangu nimeanza kuongea nimeongea maneno mengi. Lakini sisi ni binadamu tulioshiba. Sema amina. Naomba niwakumbushe tulipoanza ili usichanganyikiwe. Bwana asifiwe. Tupunguze spidi kidogo. Tulianza tukaongea kuhusu mada tunayojadili. Si ndio jamani? The rise of secularism. Si ndio? Yaani kwa nini mtindo wa maisha unaomfukuza Mungu maishani, tunaweza tukajitambulisha na Mungu, kwa nini unazidi kushika kasi? Tukaanza kuangalia utangulizi, kwamba mambo haya yametoka wapi, nini maana kuishi kidunia. Na sasa tunaendelea kuangalia, tukaona kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli ni vitabu vizuri vinavyotutia matumaini. Na tumeendelea kidogo, tukaona kwamba tunapaswa kuvitafsiri vitabu kwa kanuni za kibiblia. Mpaka hapo tunaelewana jamani? Sawa, sasa tuende tuangalie sasa kwa nini hiki kitu kipo hapa. Je, Biblia ilishatabiri hivi tunavyoishi leo au imekuja kama ajali pa? Nakwambia Biblia ilishatabiri. Sasa tutaenda kuangalia unabii wa Biblia sasa hivi, utuonyeshe kwamba huu mtindo wa maisha tunaoishi leo, unabii wa Biblia ulishatabiri, na kama ndivyo Mungu atukuzwe. Na kwa kweli Biblia ilishatabiri huu mtindo wa maisha tunaoishi leo. Wangapi mnatamani kufahamu unabii huu? Punga mkono. Bwana wabariki. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 11 mstari wa 3 hadi wa 6. Kitabu cha Ufunuo sura ya 10 na ngapi jamani? Sema kwa nguvu nijue tuko pamoja. Ufunuo sura ya 10 na ngapi? 11 mstari wa 3 hadi wa 6. Nitasoma. Unasema, nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi, na mtu akitaka kuwadhuru, moto utoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuwawa. Alafu Biblia iishia hapo, inaendelea kusema, sikiliza, hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Naomba nikuambie, tunaenda kujadili huu nabii. Tutaangalia maana ya kila kitu kinachoweza kuangaliwa hapa kwa kifupi, kwa lugha rahisi. Tuone ya kwamba Mungu alishatabiri mambo yanayoendelea leo katika jamii yetu leo hii hapa Dar es Salaam, kule Gosheni na sehemu nyingine yoyote. Bwana asifiwe. Sasa tuangalie, nitakuwa ninachukua ka sentensi kamoja alafu natoa maana yake kwa muktadha wa Biblia. Si ni sawa jamani? Sawa. Sasa hizi siku 1260 siku 1260 ni siku gani? Zinaanza lini? Hawa mashahidi wawili ni kina nani? Haya ni maswali tunapaswa kujiuliza. Kwa nini huu ni utabiri kwa mambo yaliyoko leo? Mbona hatujasikia hapa? Sasa twende tuangalie hatua kwa hatua. Kwa kweli tunaona ya kwamba mambo haya yametajwa sehemu nyingi. Kimsingi zimetajwa sehemu kama sehemu 7 kimsingi. Na namba 7 inawakilisha ukamilifu. Siku hizi zimetajwa mara 7, siku 2300 kimsingi. Na sasa tunaona tukitumia njia ya utafsiri wa unabii, ile ya kutafsiri unabii kama chain isiyovunjika ya kihistoria. Tuko sawa jamani? Tukitumia njia hiyo ya historicism kutafsiri unabii wa kitabu cha Ufunuo kama udhihirisho wa namna Mungu anavyoshughulika na wanadamu wa zama zote katika vipindi vya historia vyote tangu zama za Yohana mpaka Yesu anaporudi. Tukitumia njia hiyo isiyo na makosa,
Tukitumia njia hiyo tunagundua kwamba siku hizi 1260 Wakristo walizuiwa na mamlaka za kidini. Kimsingi ilikuwa ni dark ages, zama za giza, miaka 1500 ambapo kanisa Katoliki lilikuwa ndio kanisa, lakini pia lilikuwa ni dola, yani lilikuwa linashika vyombo kama jeshi, magereza, mahakama, lakini pia ilikuwa ni dini. Kwa hivyo kipindi hicho cha utawala wa kanisa ndio wale wanaoshika siku ya 7 ya Sabato waliteswa na walizuiwa kusoma Biblia. Sasa siku 1260 ni sawasawa na miezi 42. Naomba nikwambie, tukisoma kitabu cha Danieli vizuri utagundua kwamba Wayahudi walikuwa mwezi wao mmoja una siku 30. Tuko sawa jamani? Alafu mwaka wetu una siku 300 na ngapi vile? 300? Zimeongezeka hivyo au ndo nimekuwa mshamba? Ni 300 na ngapi? 365 au 366, si ndio? Sasa kwenye kalenda ya Kiyahudi zilikuwa ni siku 360. Sasa tuangalie hizi siku 1260 zinatoka wapi. Twende tu kidogo hatua kwa hatua, haichanganyi sana. Siku hizi zimetajwa kwanza kwenye kitabu cha Danieli katika lugha nyingine. Daniel 7:25 inatumia msemo huu: wakati na nyakati 2.5 wakati. Wakati unasema moja, wakati, nyakati 2.5 wakati, nusu. Jumla yake ni 3 na nini? Si ndio jamani? Sasa siku moja inawakilisha mwaka mmoja. Ukisoma kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 34, Ezekiel sura ya 4 mstari wa 6, na nikiwa nasoma kitabu cha Danieli hivi majuzi nikagundua hata Danieli 4:16 inatumia kanuni hii ambayo inasema moyo wake ubadilike, usio moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama, nyakati 7 zikapite juu yake. Hizi zilikuwa ni nyakati 7 lakini miaka 7. Ezekiel 4:6 inatumia kanuni hiyo, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagiza. Hesabu 14:34 inatumia maneno hayo, siku moja kwa mwaka mmoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku moja kwenye unabii wa Biblia ni sawa sawa na mwaka mmoja. Kama hujaelewa, ngoja nimalizie hiki kipengele. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizi siku 1260 zinazotajwa katika hiki kitabu cha Ufunuo zinatuonyesha kwamba kuna mambo yaliendelea hapa. Watu waliteswa, walinyimwa neno la Mungu, na baada ya hapo kuna mambo yalitokea. Watu walivaa magunia kama ishara ya uwepo wa maombolezo. Ndio maana unaona ya kwamba Biblia inatuambia ya kwamba hawa mashahidi wana amri ya kuwatesa watu. Mashahidi ni kina nani? Alafu siku 1260, sawa, ni siku 1260 zilianza lini? Siku hizi kimsingi katika historia zilianza mwaka 338. Japo tangazo ni kwa sababu ya tangazo la mfalme mmoja anaitwa Emperor Justinian, ambalo lilitoka kimsingi mwaka 533, lakini lilikuja kuanza kutekelezwa mwaka 538, ambapo ndio mwanzo wa siku hizi 1260 baada ya kushindwa kwa Ostrogoth. Sasa historia hii inatuonyesha kwamba mashahidi, Biblia kwa kweli inatuonyesha mashahidi wawili wanatajwa na wanawakilisha kimsingi neno la Mungu kwa ujumla. Agano la Kale na Agano Jipya. Mashahidi hawa wawili wanatumika kuwakilisha neno la Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitabu hiki cha Ufunuo tulichoangalia, bado najua hatujaona uhusiano wake na kwa vipi na tabiri siku hizi za leo. Si ndio jamani? Si ndio? Kwani tumeuona muunganiko? Subiri, tunaenda kuona hivi punde. Tukisoma kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 7 hadi wa 8 tunaendelea. Hata watakapomaliza ushuhuda wao. Kina nani? Wale mashahidi wawili. Bwana Yesu asifiwe. Wakimaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Watakapomaliza ushuhuda wao hawa mashahidi wawili, yani Biblia katika kipindi hiki cha miaka hiyo ya giza, kipindi hiki Biblia itakapomaliza ushahidi wake,
hawa mashahidi wawili, kuna kitu kinatajwa. Watakapomaliza ushuhuda wao. Bila shaka hapa Biblia inatuonyesha kwamba ni matukio yanayoenda kutokea mwisho wa hizo siku 1260 zilizotajwa. Mnyama anayetajwa hapa atokee kuzimu alitoka katika kuzimu ya uovu na giza la kiroho, na tunajua mnyama anawakilisha ufalme. Ukisoma kitabu kile cha Danieli sura ile, ukisoma kitabu cha Ufunuo, ukisoma kitabu cha Danieli sura ile ya 7 mstari wa 17 na 23. Hivyo kwa sababu kuna unabii mrefu wa siku 2300, fuatilia tu taratibu. Kuna unabii mrefu wa siku 2300 unaishia mwaka 1798. Hapa tunaona ya kwamba siku hizi 1260 zinapoishia kuna kitu kinainuka. Unabii unapotabiri kwamba hawa wanapomaliza ushuhuda wao kuna mnyama anatoka kuzimu. Huyu mnyama ni nani? Atafanya vita na hao. Mnyama gani anatoka kuzimu anakuja kushindana na Biblia? Huu nabii lazima tuuelewe. Ili kuelewa tunaenda kuiuliza historia. Hivi nini kilitokea mwisho wa siku 1260? Nini kilitokea? Tukio gani la kihistoria lilitokea hapo? Tuone Biblia ilitabiri nini wakati huo. Biblia ilitabiri ya kwamba kuna vuguvugu lingetokea. Vuguvugu hili tukiuliza unabii tunaona ni kuibuka kwa mapinduzi ya Ufaransa, mji ambao unaitwa Misri. Historia inatuambia kwamba mwaka 1793 nguvu ya ukana Mungu iliibuka na kupitisha sheria kuufuta Ukristo na Biblia. Ndiyo yale mapambano ya mnyama atokee kuzimu kuja kupingana na mashahidi wawili ambao ni Biblia. Hata hivyo tunaona katika Biblia wako watu waliopingana na neno la Mungu, kama Farao aliyesema yeye hamjui Mungu. Na sasa tunaona kwa kifupi kabisa, nitoe tu summary hapa. Unabii huu unatuonyesha kuibuka kwa mapinduzi ya Ufaransa yaliyopingana na neno la Mungu. Mapinduzi haya yalipoibuka yalifuta kabisa masuala ya imani. Yakaona masuala ya imani ni ushamba, kwanza ni utapeli, kumcha Mungu ni kukosa akili. Na ndio aina hiyo ya fikra imesambaa leo. Ndio maana wasomi wengi ukiwauliza nakwambia Mungu, mimi simuamini Mungu. Mungu anaaminiwa na watu ambao hawajielewi. Hizo fikra zilianzia katika mapinduzi ya Ufaransa, zimeenda mpaka leo. Bwana asifiwe. Mpaka leo mnyama huyu atokea kuzimu aliyeshindana na mashahidi wawili, yani neno la Mungu. Mapinduzi haya ya Ufaransa yaliyotabiriwa yanatuonyesha mambo mazito yaliyotokea wakati huo. Watu walimkataa Mungu. Wanafalsafa wengi waliibuka na walimpinga Mungu, ya kwamba Mungu amekosa credibility. Mungu hana tena ustahili wa ibada. Na hata leo watu wengi tuko challenged. Ukikaa na marafiki zako pale kazini, yani ukaonekana ni mtu wa kiroho, unaonekana kama mshamba fulani, si ndio jamani? Kuna hako kama fashion. Ukionekana mtu wa Mungu wataanza kukuita mama mchungaji, baba paroko, watakupa brand names, uonekane kana kwamba kumcha Mungu ni kitu fulani hivi kahovyo. Hayo yote ni maandalizi, ni athari zilizotoka katika mapinduzi hayo ya Ufaransa ambayo tunaona watu wengi wanaathiriwa nayo leo. Na sasa wapendwa, ni wakumbushi ya kwamba hali halisi inayotokea leo ilishatabiriwa. Naomba niongee kwa kifupi nitoe kauli hii fupi: kataa matengenezo, vuna mapinduzi. Kama ukikataa kufanya matengenezo ya njia zako, utavuna mapinduzi. Wafaransa walikataa kutengeneza njia zao, kukubali neno la Mungu kuongoza maisha yao, wakavuna mapinduzi yale yaliyomuondoa Mungu kabisa. Kwa hivyo leo hii kama unamkataa Mungu, mapinduzi yanakuja, na mapinduzi hayo ni kwamba shetani atapata nguvu kwenye maisha yako, atakupindua kabisa. Utaenda kule duniani moja kwa moja. Na huu uamsho tunaouona leo, uamsho bandia, ya kwamba unaenda kanisani, ukirudi unaendelea na njia zako. Mungu anatamani
hatuhukumu kwamba tunaishi hivyo, ila hataki tukubaliane na huo mtindo wa maisha. Anataka challenge, tuupinge, hata kama dhambi ina nguvu kwenye maisha yetu, ila tusihalalishe tukasema hii ni okay. Anataka tuipinge, tukatae kwamba mtindo huu wa maisha nilionao si sahihi. Elewa kwamba unakosea ili utafute nguvu za ushindi kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu ya muda, ninaomba niongee mambo yafuatayo kwa dakika kama 4 hivi, na kisha tutakuwa tunahitimisha. Watu wengi zamani waliamini Mungu ameumba dunia na kuiacha ijiendeshe yenyewe. Mtu ndiye anayedhibiti maisha yake. Watu wengi wanaamini fikra za mwanadamu zinapaswa kuheshimiwa zaidi. Watu badala ya kushirikiana kuipenda asili, waliabudu asili na wanaiabudu asili. Wanafalsafa na wasomi wengi wanapigia chepuo wazo kwamba Mungu hatujali, tunapaswa kujipambania wenyewe. Na sasa leo hii uhuru unaonekana ni kutafuta mapenzi yako yenyewe. Naomba nikuchallenge kwa dakika hizi 3 kwa kitu ambacho nilikuahidi nitaongea kitu fulani kinatokea kwenye maisha ya kila siku. Naomba nihitimishe wasilisho hili kwa kukaongea hako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tunaona kwamba mimi nikitafuta kitu ninachokitaka ndio niko huru. Naomba nikwambie hauko huru, unatumiwa. Sasa sikiliza mambo haya kwa dakika hizi 3, alafu utaniambia kwamba uko huru au la kama unafuata njia za kidunia. Sikiliza, maburudisho kama mziki leo unafundisha maadili potofu ya kingono. Ibada za kishetani zinafundisha kuwa zuri ni baya na baya ni zuri, kinyume cha Isaya 5:20. Tunachochewa kufanya vurugu na kupotosha dhana ya jinsia. Si hivyo tu, kumbi za starehe na filamu zinaondoa ibada maishani, kuhamasisha uzinzi, kupigia chepuo dhana mbovu na potofu kama utoaji mimba. Huu ndio uhuru? Biblia inatuambia hapana. Michezo kama mpira, ushabiki wa michezo pamoja na kamari ni matokeo ya kupokonya watu uhuru wa kuchagua waishi vipi. You are being programmed. Nje kidogo ya jiji la Los Angeles ipo kasino moja ambayo anatafiti namna ya kutabiri tabia ya mwanadamu. Hapo wakagundua kuwa ili kuwakamata watu unawapa fursa, opportunity. Alafu unawapa manufaa yasiyotabirika, unpredictable reward. Alafu unawafanya warudie, crook repeatability. Sikiliza nikwambie, ili kupata picha kamili ninapohitimisha, fuatilia mtiririko huu. Ukicheza kamari kwa mfano, au ukishabikia timu fulani, unajua utapata kitu cha thamani, mfano pesa, timu yako itashinda, utafurahi. Lakini unajua kuwa utapata kitu cha thamani kama ukiendelea kucheza kamari au kushabikia timu hiyo, ila hujui ni lini au ni kwa kiwango gani una uhakika wa kupata hiyo pesa ya kamari ya kubeti au kushinda hiyo mechi. Kwenye ushabiki unaweza kupata ushindi, unaweza kupata sare au ukafungwa. Kwenye kamari unaweza kukosa ukapata kidogo ukamkula Mwarabu kidogo, au kupata sana, wanasema zala mentali. Alafu mwisho unarudia ili kujiongezea nafasi ya kushinda. Ndio maana ukibeti au timu yako ikiwa inacheza unaangalia kila mara hivi live score kukoje huko. Huu ni uporaji wa uhuru wa kweli, sio uhuru. Watu wanaamini huu ndio uhuru. Na mwisho naomba niwaambie, hata hali ya kijamii, masuala ya vita kama Urusi na Ukraine, Kongo na M23, vita ya Middle East, unafikiri hazizuiliki? Zinazuilika kabisa. Ziko step 3, 4, 5 zinaweza kufanyika pale Israeli kukawa na amani ya kudumu. Lakini dunia imemkataa Mungu aliye chanzo cha amani. Sasa wapendwa, muda ni ukuta, ukishindana nao hata kama wewe ni wa kiroho utashindwa. Bwana asifiwe. Naomba nitoe muhtasari kwa dakika 1. Nilisema 4 zimeisha, nitoe muhtasari. Leo hii kama kuna kitu hukukielewa, elewa hiki. Mungu anatawala. Bwana asifiwe. Yesu Kristo anashinda, shetani anafanya nini? Anashindwa. Mtindo wa maisha wa kumkataa Mungu, Biblia imeshatabiri kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 kwa kanisa la Laodikia, na kupitia utabiri kuhusu mapinduzi ya Ufaransa ambayo maendeleo ya sayansi na teknolojia na viwanda yametuathiri mpaka leo. Sisi leo tunaweza tukamchagua Yesu akatupa uhuru wa kweli. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchague Yesu leo.
utafurahia nini kuupata ulimwengu huu wote, halafu ikawa ni kwa hasara ya roho yako? Fungu hili nilisema katika Back to Basics msimu uliopita, ninalirudia tena leo, tafakari tunapohitimisha. Ninaamini kwa sababu ya muda niliopewa ningefurahi kupokea maswali, lakini muda ni ukuta. Basi niwaombe tufumbe macho tuombe. Kama kutatokea nafasi ya ninyi kuuliza swali nitafurahi, lakini basi tuombe, tutawaachia waongoza vipindi. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunajikabidhi kwako, tunakushukuru kwa somo hili. Ukweli umepotoshwa, uhuru umepotoshwa. Tunafundishwa na jamii na maisha ya kila siku kwamba tukijiachia, tukifuata tunavyotaka, ndio tunakuwa huru, ndio tunajisikia vizuri. Lakini matokeo yake ni msongo wa mawazo, ni kusikia uchungu na upweke na kukosa furaha ya ndani ya moyo inayodumu. Wewe pekee unaweza kutupa uhuru. Tunajikabidhi kwako. Kama kuna mtu anataka kubadilisha mtindo wake wa maisha, aanze kufanya matengenezo, Baba wa mbinguni, na kuomba mpe nguvu mtu huyo aishi maisha yanayokupendeza wewe. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen.